بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadana ila alkhair wa ab'adana 'an sharri wa ahya alfadail. Tunaendelea na kitabu chetu Albalaghatu Almuyassara. Tumeshia katika makanatu ulumi albalagha, sehemu za ilmu ya kibalagha, watadwinuha, pamoja na kuandikwa kwa ilmu ya balagha. Liulumi albalaghati, kwa ilmu ya balagha, manzila, ina nafasi rafi'ati, ambayo ya juu, baina ulumi lughati al-arabia, kati ya elimu za lugha za Kiarabu. Kama annaha, kama ilivyokuwa hiyo balagha, tuaddu, huhesabiwa, min ulumi al-Qur'ani al-Karim, miongoni katika elimu ya kuitafsiri Qur'ani tukufu. Liannahu, kwa sababu hiyo ilmu, yushtaratu, umewekwa sheria, liman, kwa yule ambaye, yatasadda litafsirihi, anajitorea, anafanya jitihada katika kuitafsiri kwake Qur'ani, an yakuna aliman bilbalaghati, awe ni mjuzi wa kuitambua ilmu ya balagha. Kama anna maarifataha, kama ilivyokuwa kuifahamu hiyo balagha, muhimma, jambo la muhimu, lidarisi ulumi alhadithi wal aqidati wa usul alfiqh, kama ilivyokuwa muhimu katika masomo ya elimu za hadithi na aqida na misingi ya kifiqhi, ndivyo ilivyokuwa umuhimu wa balagha. Wal arabu, na waarabu, fil jahiliyati, katika zama za ujinga wao za kijahilia, lam yakunu bihajati, hawakuwa wenye haja, ila ulumi albalagha, kujifundisha ilmu za balagha. Kwa nini? Liannahum, kwa sababu wao, jubilu, wameumbwa hivyo, ala alfasahati, juu ya ufasaha wa maneno, walbayani, pamoja na uwazi wa maneno, waliumbiwa hivyo. Kwa hiyo walikuwa hawana haja wao kusoma ilmu ya balagha. Wa ma'mururi alwaqti, pamoja na kupita na wakati, wa intishari allahni, pamoja na kuenea makosa mbali ya kilugha, natijata ikhtilati alarabi, natija iliyopatikana kuchanganyika kwa Waarabu, bighairihim, kwa wasiokuwa wao, min alajnasi, na kuchanganyika na watu wengine wa kawaida. Basi pakaanza tadwinu ulumi albalagha, kuandikwa ilmu ya balagha. Wa min awwali, na wa mwanzo, man, ambaye, dawana fil balaghati, ameiandika hiyo balagha, al-Imamu Abu Ubaida, aliandika huyo ni mtu wa kwanza mwaka huo wa 210 Hijria, fi kitabihi, katika kitabu chake Majaz al-Qur'an, ametunga kitabu hicho. Wa ba'dahu, na baada ya kwake, alafa Abdullah ibn Mu'tazi, alitunga huyo Abdullah ibn Mu'tazi mwaka 296 katika kitab al-Badi'. Kitabu hiko kinaitwa Badi'. Thumma jaa, kisha akaja baada yake Abu Hilali al-Askari, huyo alikuja kutunga mwaka 395. Faalafa kitaba, akakitunga kitabu as-sana'ataini, alkitabu wa shahr, akatunga hivi. Thumma jaa, kisha akaja baadahu, baada yake yeye, al-Imam Abdul Qahir al-Jarjani, huyo mwaka 471.
almuassisa alhaqiqiyya, alikuwa ndo muassis wa kihakika kabisa liulumi albalagha, kuhusiana na elimu za kibalagha. Huyu alibobea. Faallafa, akatunga asrar albalagha, kitabu hiki kinaitwa asrar albalagha. Mtu atafute afanye jitihada hizo na tupate faida ndani yake. Pia akatunga wadalailu al-ijaz, akatunga hiko. Watabaahu, na wakamfuata yeye Zamahshari, huyo Zamahshari akamfuata baada yake yeye, akawa ametunga mwaka 558. Fatabaka ma qarrarahu, na akatabikisha akathibitisha yale ambayo yeye ameyapitia katika yale ambayo kwa yale ambayo aliyoyafanya jitihada nayo. Thumma ata ba'dahu, kisha akaja baada yake yeye Abu Yaqub As-Sakaki, alikuja huyo mwaka 626. Faallafa Miftahu al-Ulumi, akatunga iko kitabu kinaitwa Miftahu al-Ulum, pia cha balagha. Fajaa, kisha akaja al-Khatibu al-Qazwini, huyu pia mwaka 739. Walakhasahu biqitabihi, na akafanya takhlis kwa ufupilizo kitabu chake Takhlisu al-Mafatihu, kitabu hiki kinaitwa. Thumma allafa, kisha pia akatunga huyo nani al-Khatib, kitabu kingine kinaitwa al-Idahu fi ulumi al-balagha, akatunga hiko. Hivyo ni vitabu ametunga na vingineo. Wakatalamat qawaid al-balagha, basi kukakamilika misingi ya kibalagha ala yadihi, juu ya mikononi mwake. Wastaqarrat ala 3 ulumi, basi pakatulizana juu ya hiyo balagha juu ya elimu 3, hiya albayanu walmaani walbadigh. Hizo tutakuja kuona fawaidu dirasati albalagha, faida zinazopatikana katika elimu ya balagha. 1. Ta'yinu ala ma'rifati, kuainisha juu ya maarifa, kutambua maana wa asrari alquran, na siri za Qur'ani alkarim tukufu. Wa ujuhu, na wajihi wake, bimaana na namna yake. Ijazihi, kwa ijazi yake, kimiujiza yake. Ijazi kwa ijazi yake. 2. Ta'yinu ala ma'rifati asrari, ni kuainisha juu ya kutambua siri alkalami nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lilamali, kwa kuyafanyia kazi. Bisunnatihi, kwa sunna yake ambayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waktifau atharahu, na pia kufata athari zake. Fahuwa, basi yeye mtume, ablaghu, ni mwingi wa balagha. Albulaghau, kwa wale ambao wao wenye ilmu za balagha, yeye ni mtume anaongoza kwa balagha. Wa afsahu, na pia fasaha zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Min nutqi min nataqa au min nutqi, hapa tuseme man nataqa, kwa wale ambao wenye kutamka bidhadi, kwa harfi ya nini? Adhadi. Man ipite. Wa afsaha, na fasaha zaidi man, miongoni mwa wale ambao nataqa bidhadi, katika kutamka dhadi. Hii dhadi wengi tunashindwa, lakini yeye alikuwa ni fasaha. 3. Asema tunammi alqudratu, ni kukuza uwezo, ala tamyizi alkalami, juu ya kupambanua maneno. Alhasanu, yalikuwa mazuri. Minarradiu, kutokana na aliyokuwa mabaya. 4. Tusaadu ala ikhtiyar alkalam, kunasaidia juu ya ikhtiyar, kuyachagua maneno. Almunasaba, yale yenye kunasibiana. Lilmawaqif, katika zile sehemu za kuyatoa haya maneno. Almunasaba, kwa hali ya nini? Kunasibiana. 5. Yaqif darisiha, husimama somo lake. Ala asrari albalagha, katika siri za kibalagha. Fi manthuri, katika maneno ya kikawaida.
ambayo si mashairi, al-arabi ya Kiarabu, wa mandhumihi, pamoja na maneno ya kimashairi, kai yahdhu hudwa, ili apite katika mipito ya kibalagha, wa yansaj ala munawwilihi, na kujifunga katika juu ya nuru ya maneno fasaha, maneno ya Kiarabu. Wala sabila illa imtilak albalagh, wala sabila, wala pana njia, ila isipokuwa imtilak albalagh, kuifanya uzuri balagha, illa isipokuwa bimadawatu nadhri, bimudawamatu, kwa kudumu, an-nadhar, kutazama, fi kitabillah, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, ahadithi rasuli, na hadithi za Mtume sallam, wal atla'u ala rawai'i kalami, pamoja na kuchunga juu ya maneno al-arabi Kiarabu, shi'ran, yaliyo mashairi, wan nathara, pamoja na maneno yasiyokuwa mashairi ya kawaida. Inshallah tusimame hapa bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuendelea al-fasaha, kuona nini maana afasaha.